Leo nimekuletea ukiota hizi ndoto 10 wakati wa usiku, chukua hatua haraka kabisa. Leo naenda kukufundisha ndoto 10 na tafasiri zake, maana yake kiroho, na hatua za kuchukua haraka unapokuwa ukiota ndoto hizi, ili usiweze kuona uharibifu ambao unajitokeza baada ya ndoto hizi, ambazo ukiziona kabisa inakubidi uchukue hatua haraka kabisa. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi kwenye chaneli ya Jehova Media TV online, bonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa, nawe umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV online. Tazama video hii hadi mwisho, na kama kabisa utaona ndoto hata moja usipuuze, ambao tayari moja kwa moja imeshawahi kutokea kwenye maisha yako, ambao mara nyingi huwa inajirudia sana kwenye maisha yako. Nitaenda kukuelekeza tafasiri ya ndoto hiyo na hatua za kuchukua kabisa haraka, ili uweze kuzuia uharibifu mkubwa ambao utaenda kutokea mbele yako. Ndoto ya 4. Ndoto hii ni ndoto ya kuanguka kutoka juu. Unapoota ndoto unaanguka kutoka juu, hii ndoto inaashiria kitu gani? Hii ni ndoto kabisa ambayo hautakiwi kuipuuza kabisa. Ni ndoto ambayo sio ya kawaida, ni ndoto hatari mno, ni ndoto ambayo kabisa ukiota ukiwa unaanguka kutoka juu. Hii ni ndoto ambayo ukiota unaanguka kutoka juu kuelekea kwenye maporomoko, au wakati mwingine unaota ndoto unaanguka kutoka juu, huoni mwisho unapoelekea. Hii ni ndoto hatari sana. Unapoota ndoto kama hii, nikwambie ndugu mpendwa, usipuuze kabisa. Ukiota ndoto unatoka juu unaanguka kuelekea kwenye maporomoko makali, au unaota ndoto unatoka juu uko hewani, uko kwenye anga, hatimaye ufike mwisho wa anguko lako, nikwambie hii sio ndoto ya kawaida. Ukiota ndoto unatoka juu ya mlima unaanguka kwenye jengo marefu, ukiwa unatoka kwenye majengo marefu unaanguka kuelekea chini, hiyo ndoto inaashiria vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, kushuka kiuchumi. Ndoto kama hii unapoota juu kutoka kwenye magorofa makubwa ukiwa unadondoka chini, au watu wengine unatoka kwenye milima mikubwa unadondoka chini. Wakati mwingine unaota ukiwa hewani unadondoka kuelekea chini, lakini haufiki mwisho wa anguko lako. Nikwambie hii ndoto inaashiria kitu hatari kabisa. Ni ndoto isiyo ya kuwa ya kawaida, ni ndoto ambayo inaonyesha kuanguka kwako kiuchumi. Kwa moja kwa moja lazima ujue kwamba unaenda kuanguka kiuchumi, lakini leo nitaenda kufundisha na hatua za kuchukua kuweza kuzuia kuanguka kiuchumi. Ndoto hii kabisa ni ndoto ambayo ni hatari. Kwa kama ushawahi kuota ndoto kama hii, nenda kukuelekeza ishara zake au tafasiri zake na hatua za kuchukua kuweza kuepuka hatari ambayo inakuwa iko mbele yake. Ndoto hii imesema kwamba inaonyesha kwamba wewe unaenda kuanguka kiuchumi. Kwa kama ni biashara yako itaanza kugoma, kama ni miradi yako itaanza kugoma, kama ni connection ambazo unazifanya za kiuchumi zitaanza kudhoofika kabisa, kwa sababu ni ndoto ambayo inaonyesha kwamba wewe unaenda kuporomoka kwenye eneo lako la kiuchumi. Pia kitu cha pili, huwa inaashiria kupoteza nafsi. Kwa watu wengi wamekuwa wakiibiwa nafsi zao wakati wa usiku. Ni baada tu ya kuota ndoto ambazo wanashuka na kuporomoka kutoka kwenye magorofa, wanaporomoka kutoka kwenye misitu mikubwa, kutoka juu angani kabisa, wakiwa wanaporomoka kuelekea kwenye mabahari, kwenye mito, wakiwa wanaporomoka kuelekea sehemu zenye uwazi, sehemu zenye uwanja wa mpira, au sehemu ambazo kabisa ni sehemu ambazo sio ya kawaida kabisa, kwenye misitu minene au kwenye giza zito. Kwa hii ni ndoto ambayo inaashiria kupoteza nafsi au kuibiwa nafsi na adui. Pia ndoto hii inaashiria kushushwa cheo. Kama unaenda kushuka cheo, mara nyingi unaota ndoto kama hii, lakini kama leo wewe umewahi kuota ndoto kama hii, naenda kufundisha hatua kabisa za kuchukua kuzuia uharibifu mkubwa ambao unatokea baada ya kuota ndoto kama hii. Kwa hiyo kama ushawahi kuona ndoto kama hii, ni kuambia kwamba naenda kukuelekeza namna ya kutoka kwenye shimo hilo. Mfano, Nebukadneza alishushwa katika kitu kizuri kabisa ambacho ilikuwa ni kaburi. Kwa hiyo baada ya Nebukadneza kuonekana mtu mwenye kiburi, aliota ndoto akiwa anashushwa, ambao inasema kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 4.
Baada ya Nebukadneza kuona ndoto kama hiyo, Nebukadneza anapelekwa na kuanza kula majani kama mnyama. Kwa hiyo nikwambie kwamba ndoto hizi sio za kawaida. Ndoto hizi zinaonyesha ambazo ni hali ya kushushwa chini, hali ya kudidimizwa kabisa kwenye ufalme wako. Ndio maana baada ya Nebukadneza kuona ndoto kama hii, ambayo akiwa anaanguka kutoka juu, akiwa anashushwa chini, baada ya hapo Nebukadneza ambaye alikuwa ni mfalme moja kwa moja, alikuwa ni mtu ambaye ni wa kawaida kabisa. Alikuwa ni mtu ambaye anaenda kula vyakula vya mitishamba kama wanyamapori. Kwa hiyo nikwambie kwamba ukiota ndoto kama hii kabisa, usipuuze kabisa, usipuuze na kuona kwamba ni hali ya kawaida. Lazima uchukue hatua ambazo naenda kukuelekeza. Hatua ya kwanza, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu, ujifunze kunyenyekea, ujifunze kuwa mtu ambaye ni mtii na mnyenyekevu machoni pa Mungu na machoni pa watu. Lazima ujifunze hali ya kuishi maisha ya unyenyekevu. Kwa hiyo kama kabisa ushaikuota ndoto ukiwa unaporomoka kutoka juu, unatoka kushuka angani kabisa, unaona kabisa unahangaika huko kwenye anga, unaporomoka kwenda chini, au huko kwenye majengo makubwa unashushwa kwa haraka kabisa kwenda chini, nikwambie lazima hatua ya kwanza ujifunze kuwa mnyenyekevu machoni pa Mungu, ujifunze kuwa mnyenyekevu pia machoni pa watu. Pia kitu cha pili, omba ulinzi wa nafsi yako au wa nafasi yako. Omba ulinzi wa nafasi yako au ombea nafsi yako. Watu wengine wamekuwa wakiona ndoto kama hizi ni baada tu ya kuwa kuna shambulizi la adui ambayo limetokea kwenye nafasi ambayo wewe upo. Nikwambie kwamba nafasi ambayo tayari Mungu amekuweka, kuna watu ambao pia wanatamani wangekaa kwenye nafasi hiyo. Nikwambie kwamba baada ya kuona ndoto kama hii ya kwamba wewe unashuka kuporomoka kwenda chini, nikwambie lazima uchukue hatua, ujue kwamba kwenye nafasi ambayo upo, kama wewe ni kiongozi, kuna watu ambao wanataka nafasi hiyo kwa kutumia nguvu za giza. Kwa nikwambie wewe, kwa kuwa umejua namna kuchukua hatua, lazima ujue kuombea nafasi yako. Lazima ukumbuke kumwambia Mungu jua nafasi ulionayo. Unapokuwa nafasi ambayo Mungu amekupatia, kila siku jifunze kuombea nafasi hiyo. Mwambie Mungu, niko kwenye nafasi hii, Bwana majeshi, nafasi hii na kukabidhi wewe. Kila ambaye atapigana na mimi, bali Bwana asinione mimi, bali Mungu akuone wewe uishie juu mbinguni. Bali Mungu asinione mimi, akuone wewe. Kila vita ambayo itakuja kushambulia maisha yangu, jua nafasi ambayo umenipa. Bwana wa majeshi, nafasi hii na kukabidhi wewe. Kumbuka kumkabidhi Mungu nafasi ulionayo, ili kila mtu ambaye atapigana na wewe aweze moja kwa moja kukutana na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Hakuna vita au silaha ambayo itaweza kushinda nafasi ambayo Mungu amekupatia, kama tu utakubali kuombea nafasi yako na kuombea nafasi yako na kuweza kujikabidhi machoni pa Mungu. Kwa lazima moja kwa moja ujifunze namna ya kuweza kuenenda na mambo haya. Pia kitu cha tatu, epuka kiburi. Kati ya vitu ambavyo kabisa vilimshusha Nebukadneza kutoka kwenye kuwa mfalme na kuwa mtu ambaye ni mtu wa kawaida, ambaye ufalme wake ulienda kuharibiwa, ni baada ya mfalme Nebukadneza kuwa mtu mwenye kiburi. Watu wengi ambao wanakuwa ni viongozi wanaonyesha hali ya kiburi, ni watu ambao moja kwa moja Mungu moja kwa moja huwa anawashusha, na ni watu ambao wamekuwa ni watu wa kudharaulika kabisa. Kwa kama unaona unadharaulika, wewe ni kiongozi, kama unaona kabisa wewe ni ambaye nafasi yako unaota ndoto ambazo ni hali ya kushuka chini, nikwambie kwamba lazima uepuke kiburi. Na nikwambie siku zote Mungu anawakataa wenye kiburi, bali Mungu anasema kwamba Mungu huwapandisha wanyenyekevu, bali huwashusha chini watu wenye kiburi. Kwa siku zote Mungu, ukiwa una kiburi, Mungu hawezi kukuacha jinsi ulivyo. Lazima Mungu akushushe chini. Kwa kuepuka hali hii ya kuota ndoto ikiwa unatoka juu unashusha chini, lazima moja kwa moja ujifunze kuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu, waache kiburi. Mwambie Mungu akuumbie moyo safi. Mwambie Mungu akuumbie moyo wa nyama, akuepushe na roho ya majivuno, akuepushe na kiburi kwenye maisha yako. Lazima uweze kuepuka kiburi, maana kiburi huleta uharibifu kama aliyosema kwenye Zaburi. Ndoto ya tano,